Je, unajua fuse panel box kama hii ya zamani inaweza kuwa hatari bila wewe kujua? Basi, kama haujui, leo nitakuelekeza kila kitu kuanzia kazi yake, hatari zake na jinsi gani ya kuweza kuitumia kwa usalama zaidi. Kitu cha msingi na kusihi uweze kulike, kucomment, kushare na kusubscribe ili uweze kuwa kwanza kupata notification zetu kila tunapokuwa tuna upload mambo yote yanayohusu masuala ya panel fuse box au masuala ya distribution box na mambo mengine mengi. Hii hapa ni fuse panel box yako kama jinsi ambavyo inavyoonekana kwa juu hapo. Hizo hapo ni fuse zenye zinaonekana kama za mduara. Hizo za mduara zote hizo ni fuse kwa juu. Ukija kwa chini hapa hii hapa ni circuit breaker ya kisasa kidogo, umeona. Lakini hapo kwa pembeni ukiangalia vizuri, hii hapo ni bell, ni kengele, umeona. Kwa hiyo hii hapa ni fuse panel box kama jinsi inavyoonekana. Hii inaonyesha kabisa kwamba ni mfumo wa umeme wa kizamani. Mara nyingi sana panels kama hizi hapa huwa zinapatikana kwenye nyumba ambazo zinakuwa zina mfumo wa kizamani. Kwa sana sana zile nyumba za kizamani sana ndio wanakuwa na panel box ambazo zinakuwa zina fuse za design hii za kizamani. Kwa kama jinsi zinavyoonekana hapo kwa juu, hizo hapo ni fuse na kwa chini hapa ni circuit breaker, lakini hapo kuna kengele. Ni kwa ajili tu ya ndani. Umeona kwamba hiyo kengele waje waiweke hapo, ambapo kulikuwa kuna ulazima kuchukua hii kengele kuja kuinstall kwenye hii panel fuse. Kwa hiyo hizi fuse kazi yake ni nini? Hizi fuse kazi yake kubwa ni kulinda kifaa, lakini pia ya kulinda kifaa cha umeme, umeona, ili kisiweze kuharibika, umeona. Pale ambapo tu inapokuwa imegundua kwamba kuna load kubwa imepita kwenye circuit husika. Kwa kama kutakuwa kuna load kubwa ambayo imepita kwenye circuit husika, kupita kile kiwango ambacho kilichopo kwenye fuse hizo, basi hiyo fuse inayeyuka, pia inakata umeme. Hiyo circuit nzima inakuwa haina umeme. Kwa kazi ya hizo fuse ni kulinda kifaa cha umeme pale ambapo load inapokuwa kubwa kwenye circuit husika, umeona. Kwa ukiangalia hizo fuse hapo, maana yake ziko fuse nyingi. Maana yake kila fuse ni circuit. Kwa inawezekana fuse fulani inaenda kulisha kwenye chumba fulani, ambacho hicho chumba, kwenye hicho chumba labda inawasha taa, umeona, au kwenye hicho chumba inawasha socket, au inawasha AC, au inawasha heater, au zinawasha feni, umeona. Kwa ni kulingana na wenyewe jinsi ambavyo walivyo design. Kwa kila fuse hapo ina control au inadhibiti aina fulani ya vifaa, umeona. Kwa hiyo hizo ni fuse, lakini hii hapa ni circuit breaker. Okay. Hii circuit breaker maana yake ina control mfumo mzima wa nyumba, umeona. Kwa pale ambapo panapokuwa pametokea short circuit au kuna leakage au uvujaji wa umeme, basi hii circuit breaker ikidetect matatizo hayo, basi inakata umeme nyumba nzima. Kwa the main function of this ni kufanya protection ya nyumba nzima pale ambapo inapokuwa imegundua kuna short circuit au kuna leakage, umeona. Volta hii hapa kidogo ni ya kisasa zaidi circuit breaker, lakini mfumo wa fuse ni wa kizamani, umeona. Tofauti na mfumo wa kisasa ambao hatutumii fuse, tunatumia nini? Tunatumia MCB, umeona. Hiyo hapo ni kengele ambayo ni kwa ajili ya nyumba, umeona. Kwa hiyo kwa ushauri wangu tu ambao naweza nikakushauri, kama mna mfumo wa design hii ambao upo kwenu, au kama ni fundi labda umekwenda umekutana mfumo wa design hii wa panels ambao una fuse unatumika kwa mteja wako, cha kushauri ni kwamba, kitu cha msingi ni kwamba wale watumiaji wa umeme ambao wana mfumo wa design hii, basi kama hana ujuzi wote kuhusiana na umeme, basi sio vyema au sio vizuri akaweza kuchezea hizo fuse au mazingira
ya kwenye hii panel box. Umeona, kwa sababu sio salama, ni mfumo wa kizamani ambao hauna usalama zaidi. Lakini pia unaweza ukamshauri, kama ni fundi umekwenda kukutana na hiyo changamoto kama hii, unaweza ukamshauri mteja akabadilisha mfumo wa kizamani akaweka mfumo wa kisasa zaidi. Umeona, kwa hiyo ni hicho ambacho nachoweza kukuonyesha hapo. Kwa hiyo kama ulikuwa hujawahi kukutana na mfumo wa design hii, basi ni kama jinsi ambavyo unavyoonekana. Sio mfumo mzuri, huu ni hatari zaidi. Hatari zaidi. Kama jinsi ambavyo ukiangalia hapa, angalia, unaona hapa fuse. Hii fuse ni kama imezibwa. Maana ya kuziba hapo, maana yake inawezekana hii fuse imeconnectiwa direct. Umeona? Kwa kama imeconnectiwa direct, kama hii fuse ina control circuit za taa. Pakitokea kama kuna short circuit ikapelekea current au load ikawa kubwa kwenye hiyo circuit ya taa, hii fuse itashindwa kudetect. Kwa umeme utaendelea kupita kwenye waya ukiwa mkubwa, hatimaye kusababisha moto au ikapelekea kuunguza hizo taa zako au vifaa ambavyo viko controlled na fuse hiyo hapo. Kwa kama jinsi inavyoonekana hapo, sio salama, ni mfumo wa kizamani. Baada ya kusema hivyo, niseme asante sana kwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi. Kama kuna chochote ambacho umeweza kujifunza hapo, unaweza kutupia comment yako hapo ukatuambia ni kipi ambacho umejifunza. Niseme asante sana.